nimeiona na mimi hiyo barua kili kuisoma pamoja na mapungufu yake. Jambo moja ninataka Watanzania wajue, tena nashukuru umenipigia simu. Hakutakuwa na presi ya kuombwa radhi mtu yeyote, si Nilesh wala si watu wengine wowote ambao wamechagua kutumia vifedha vyao kutaka kutetelesha ustawi wa Watanzania. Mimi ninafahamu ninachokizungumza, ninajua ninachokizungumza, ninafahamu anayofanya Nilesh nyuma ya pazia kutaka kutengeneza hali ya kutokuwa na sintofahamu kwa taifa letu, akipitia wanasiasa wa Chadema hasa John Heche na akipitia wanasiasa wa ACT kina Mpina na wengine. Amesema amenipa siku 14 niombe radhi, namwambia aende mahakamani hata kesho, ninamsubiri. Na ninataka kuitumia fursa hiyo ya yeye kwenda mahakamani kuwafundisha Watanzania wajue kwa namna gani Nilesh na majambazi wengine wametia umaskini mkubwa vijana wetu, wamewaharibia watu. Mtu anatafuta hela miaka 10, miaka 5, ananunua kigari chake, anakwenda sheli, anawekewa mafuta yamechakachuliwa, injini inaungua, injini inaharibika, anakwenda kwa fundi Juma, anamlaumu fundi Juma, kumbe shida kapata kwenye uchakachuaji wa mafuta uliofanywa na Nilesh na genge lake. Nina vithibitisho vyote, nina ushahidi wa kila ninachokisema, kuanzia namna gani ameanza kumuonga hela Heche, anaonga hela Chadema, anaonga hela ACT. Ninafahamu kuanzia namna gani alikuwa anachakachua mafuta Mdaula, namna gani anachakachua mafuta pale Kongoe, namna gani vijana zaidi ya 40 wamekufa kwenye sheri zake katika mchezo wake wa kulipua magari, kutengeneza hasara kwa bima. Ninafahamu mpaka namna ambavyo leo kuna kijana mwenzetu amenyang'anywa mke wake, amekimbia naye Afrika Kusini. Nina mkanda mzito wa kuambia Watanzania na namna gani juzi wakati wa changamoto ya Irani na Marekani alivyojaribu kutaka kutuingizia mafuta yenye changamoto, alivyoshindwa akaanza kufanya vurugu kupitia kina Heche na kina Mpina. Kwa hivyo Juma hiyo tarehe siku 14 alizosema ni nyingi sana, ni mbali. Aende kesho, atanikuta mahakamani, ninamsubiri. Kama alizoea kutumia mahakama kukwepa kulipa mikopo, kama alizoea kutumia mahakama kutisha watu kuanzia marehemu baba yake pale ya Kariakoo na wengine, safari hii ameingia choo cha kike. Ninamsubiri mahakamani. Mimi yeyote sio tu kuniomba nilipe bilioni 12. Jambo lolote linalohusu ustawi wa taifa letu, ustawi wa taifa langu, hata kama hukumu ya mahakama ataiomba ichukue uhai wangu, nipo tayari nife kwa maslahi ya taifa hili. Huwezi kuruhusu wafanyabiashara wachache ambao wanawaza kupata faida dhidi ya jasho machozi ya Watanzania. Tutalilinda taifa hili. Na nikwambie tu kitu. Mimi na wewe, mimi unanipigia simu saizi nipo Kigamboni na Ganganja. Nipo Kigamboni. Yeye yupo South Africa amekimbia nchi. Kwa hatuwezi kuruhusu sisi watu ambao hatuna uwezo kukimbia taifa letu tuendeshwe na mahakama zetu ziendeshwe na watu ambao wanaweza wakalikoroga Tanzania wakaenda kujificha Afrika Kusini. Kwa hiyo siku 14 ni chache, ni nyingi sana. Mimi nataka aende kesho, namsubiri. Bwana Mchange, nini kinakupa ujasiri huo? Maana confidence ulio nayo si ya kawaida. Nani yupo nyuma yako Habibu Mchange anayekupa confidence ya namna hiyo? Nyuma yangu ipo dhamiri ya dhati ya kulipigania taifa langu. Wewe unafahamu Nilesh ni mfanyabiashara jambazi. Amekuwa akitumia changamoto kama za mafuta kutaka kutengeneza tension isiyokuwa na kichwa wala miguu. Ndio maana anamtumia Heche, ndio maana anawatumia kina Mpina. Ndio maana na unakumbuka mimi kwenye ile press mimi nilisema maneno yaliyosema kwenye kamati kuu ya Chadema. Aliyesema Heche amepewa dola 200 na Nilesh sio mimi, ni kiongozi wa Chadema. Naye nitamtaja, atakuja mahakamani, atatoa ushuhuda, utatoka ushuhuda wote. Kwa hiyo nyuma yangu mimi kuna Watanzania ambao wamechoka kudanganywa. Kila siku tunatengenezea watu ajenda mpya, ajenda zisizokuwa na kichwa wala miguu. Ajenda ya sasa hivi lazima tulipiganie taifa letu. Na sisi wanahabari, mimi mmiliki wa chombo cha habari, wewe mwandishi,
na wengine, lazima tujifunze kusimama kidete kwa maslahi ya taifa letu. Mtu mmoja ambaye unavyoongea mimi na wewe, tarehe 29 baada ya vurugu, tarehe 29 tarehe 2 kakimbia Afrika Kusini, hayupo mpaka leo, kajificha Afrika Kusini. Mimi na wewe tupo hapa. Mtu mmoja ambaye anaweza kufanya chochote, mara ana passport ya Tanzania, ana passport ya India, ana passport ya Uingereza. Mimi na wewe wa Tanzania, ambapo tukifa tutazikwa hapa hapa, tutalipigania taifa hili bila kujali makabacholo wanataka kutuletea iko. Kwa hiyo hamna mtu yote nyuma yangu, hamna kitu chochote nyuma yangu. Namtaka mahakamani, amesema siku nyingi sana, mpaka kesho. Hiyo tarehe, hiyo siku 18 nyingi sana hiyo. Sasa kesho. Mchange umedai una mkanda mzima, na hapo umeeleza mambo mengi kumuhusu bwana Nilesh Sucheki. Swali la msingi, hayo yote na hizo tuhuma zote, kwa sababu ni mambo ambayo wewe mwenyewe unakiri kwamba hayakufanyika hadharani, wewe umeyajuaje? Ndugu yangu, hapa duniani hakuna siri. Kama mtu aliweza kupola mke wa mtu na taarifa zimevuja, kama mtu aliweza watu walilipuka wakiwa wanamjazia mafuta, wanaiba mafuta na taarifa zimevuja, kama Heche alitorokea Silali akavukia Kenya akaenda South Africa kuchukua dola 200,000 kwa Nilesh, taarifa zikafika kwenye kamati kuu. Hakuna siri hapa. Watanzania ni wema na wanataka kutupa taarifa, na nikwambie, pale pale Afrika Kusini alipo Nilesh amezungukwa na watu wema wanatupa taarifa kila siku. Nikuongezee hiyo, pale pale alipo kila siku wanatupa taarifa. Bwana, ndugu yetu kafanya hivi, leo ameenda kukojoa mara 3, tangu sijui nini mimi akasema hiki. Vyote tunapata na tunaona na tunajua mienendo yake yote. Hatuwezi kurudia tena, sio Nilesh. Hebu jiulize ndugu mwandishi, mbona kuna wafanyabiashara wangapi Tanzania? Plenty of wafanyabiashara. Tumemtaja mwingine. Kwa nini yeye? Kwa nini watu wamegoma kulipa mikopo? Nilesh. Kwa nini sijui benki imezulumiwa nini? Nilesh. Kwa nini sijui wafanyakazi wa TRA wamekufa walipoenda kukamata mafuta machafu? Nilesh. Kwa nini sijui viwanda vinachakachua mafuta sijui Kongowe? Nilesh. Kwa nini sijui leo nani sijui wanataka kuingiza mafuta kukulazimisha kupitia na siasa? Nilesh. Nilesh, Nilesh, Nilesh. Kwa nini Nilesh? Mimi nina mkanda hapa, nimepigiwa simu na watu wengi. Mtu mmoja amenisimulia namna ambavyo tangu baba yake, yani Nilesh huyu wanakuambia amerithi. Kwa hiyo kama yeye alizoea vya kunyonga, leo amekutana na vya kuchinja. Kama alizoea kutumia mahakama kwenda kupaki, basi tutampelekea moto huko mahakamani, na taifa itafunguka kuona yeye na kikundi chake. Yuko mwenzake mmoja amekimbia naye Dubai, naye pati yake anakuja.